Ifikapo saa 12:30 jioni leo hii pata chimbika haswa wakati wekundu wa Msimbazi Simba wakiwakaribisha TRA United katika mechi ya robo fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, mechi ambayo mshindi wake atatinga hatua ya nusu fainali na kwenda kukabiliana na Coastal Union, ikiwa ni jitihada za kuania kutoa taji la michuano hiyo baada ya kutwaliwa mara 4 mfululizo na wananchi Yanga. Simba wanateremka dimbani wakijua dhahiri shahiri kwamba wanakutana na TRA United ambayo hivi karibuni ikiwa chini ya kocha Etienne Ndairagije imekuwa imara sana. Mechi yao ya mwisho ya ligi kuu Tanzania bara kwenye mzunguko wa pili ilimalizika kwa suluhu, ingawa kwenye mzunguko wa kwanza Simba walishinda kwa mabao 3-0. Sasa swali pekee ambalo kubwa la kujiuliza katika mechi hii ni kwamba je, wekundu wa Msimbazi Simba leo hii watafanya nini kuhakikisha wanapata ushindi? Maana katika mechi yao iliyopita dakika 90 hazikutoa mshindi katika mechi ambayo TRA United miongoni mwa changamoto alizonazo ni kwamba kati ya nyota wake wanaotumainia kwenye kikosi cha kwanza hawawezi kucheza dhidi ya Simba kwa sababu ndio parental club yao, ndio klabu yao mama. Wapo TRA United kwa mkopo ambao ni nani? Ni Mzamiru Yasini, lakini pia pamoja na beki wakati Shamu Karabu, ambao wote tangu watu wa TRA United wakati wa dirisha dogo wamewezesha kuimarika zaidi. Na sasa TRA United miongoni mwa sifa ambazo imezionyesha ni juu ya uwezo wa kukabiliana hata na timu zile zinazoonekana ngumu zaidi na kupata matokeo. Mbali na Simba ambao walipata nao suluhu katika mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara, TRA United wakicheza dhidi ya Yanga ilisha kwa suluhu kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abedi pale jijini Arusha, katika mechi ambayo Yanga kwa mara ya kwanza dakika 90 za mchezo hawakuwa na shuti lolote lilolenga shabaha. Lakini Singida Black Stars mbele ya TRA United walipigwa 2-0. Azam FC pale kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abedi jijini Arusha walifungwa kwa mabao 4-1. Sasa kwenye mechi ya leo hii itakuwa vipi? Maana TRA United wamethibitisha kwamba zile timu zilizomaliza katika nafasi 4 za juu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wa mwisho msimu uliopita zote wameweza kuambulia point, kwa maana ya Yanga walikuwa mabingwa, Simba walikuwa nafasi ya pili, Azam walikuwa nafasi ya 3, Singida Black Stars iliyomaliza nafasi ya 4 msimu uliopita. Leo hii matarajio ni kuona kwamba TRA United kikosi chao kitaingia na mfumo ule ule wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Ile hali wekundu na Msimbazi Simba matarajio ni kuona wanaingia baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3. Huku kwa Simba yupo Steve Baka, raia wa Afrika Kusini. TRA United Etienne Ndairagije, raia wa Burundi. Wekundu na Msimbazi Simba katika ligi kuu Tanzania bara ndio wanaoongoza kwa kushambulia zaidi kuliko timu zote, wakiwa wameshapiga mashuti 227 mpaka sasa. Kati ya hayo 105 yakilenga shabaha na kufunga mabao 42, yanayowafanya wawe ndio timu ya pili kwa kufunga mabao mengi, lakini pia wakiwa na ukuta imara zaidi kwa sababu ndio timu ya pili kwa kuruhusu mabao machache, wakiwa wameruhusu mabao 9. Wanakutana dhidi ya TRA United ambayo mpaka sasa imeshapiga mashuti 117. Kati ya hayo mabao walioyafunga ni mabao 28. Kufunga mabao mengi baada ya Yanga mabao 52, Simba mabao 42, Azam mabao 33, Singida Black Stars mabao 30. Wao wanashika nafasi ya 5 wakiwa na mabao 28. Lakini ndio timu ya 4 kwa ukuta imara kwa sababu baada ya Yanga iliyoruhusu mabao 8, Simba na Azam zinashika nafasi ya pili kwa kuruhusu mabao 9 kwa ukuta imara. Halafu inafuatia Mashujaa iliyoruhusu mabao 20, wao wanafuatia wameruhusu mabao 21. Lakini goal conversion rate wako vizuri kwa sababu katika mashuti 117 waliopiga, goal conversion rate kwa maana ya uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 24%. Wanakutana dhidi ya Simba ambayo kwa kupiga mashuti 227 ili kufunga mabao 42, manake goal conversion rate ya Simba ni around 19%. Kwa hiyo kwenye uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao TRA United wako zaidi ya Simba kwa 5%. Lakini point to note, Simba ni wazuri katika kutengeneza mashambulizi na ndio timu inayoongoza kwa kupiga mashuti mengi dhidi ya wapinzani kuliko timu yoyote katika ligi kuu Tanzania bara mpaka kufikia sasa. Sasa kwenye kikosi Mahamadou Tanja Jibo anatarajiwa kuanza katika mfumo huu. Halafu beki wa kulia
huenda akaendelea kuwa David Kameta Duchu, kwa sababu Kapombe itategemea sasa kama atakuwa fiti, anaweza kuanza pengine kwa mpango wa kocha Steve Barker, lakini matarajio ni kuona Duchu akiendelea kucheza kama beki wa kulia. Beki wa kushoto Nixon Kibabage yupo pale. Mabeki wa kati matarajio ni kuona Ismail Olivier Ture akiendelea kuwepo akiwa na Rushen De Reuck endapo De Reuck atakuwa amepona na kuwa fiti kiasi cha kumshawishi kocha Steve Barker kumpanga. Vinginevyo anaweza kuendelea kucheza Ture pamoja na kijana Vedastus Masinde, lakini katika viungo watatu matarajio ni kuona Yusuf Kagoma akiwa miongoni mwao, lakini akiwa na Neo Maema na vile vile Cletus Chota Chama Mwamba wa Lusaka katika muundo huu. Halafu katika washambuliaji watatu matarajio ni kuwa na Force 9 kama ambavyo huwa anaanza mara kwa mara kocha Steve Barker, anaanza na namba 9 au mshambuliaji bandia ambaye ni Eli Mpanzu Kibisawala, ndiye anatarajiwa kuanza. Halafu kwenye maeneo ya ushambuliaji kulia na kushoto kuwe na Anise Ura atokee upande wa kushoto, maana yuko fiti hivi sasa, baada kukosa mechi kadhaa kutokana na majeraha. Lakini upande mwingine Libase Gay, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal. Katika muundo huu matarajio ni kuona kwenye kipindi cha pili ndipo ambapo unaweza ukaja kumuona Selemani Mwalimu akija kuingia, ambapo Simba ubadilisha mipango yake ya kucheza kutoka kwa 4-3-3 na kwa 4-2-3-1, ambapo viungo huwa wawili. Katika mabadiliko yake huwa wakati mwingine anaingia pamoja na Alassane Maudo Kante, na kisha kwenye washambuliaji anakuepo Selemani Mwalimu, na hivyo kufanya muundo uwe baada ya golikipa kuwe na walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji, watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, kwa maana viungo wawili wa ukabaji awepo Yusuf Kagoma na Alassane Maudo Kante. Wakati huo mfumo unabadilika, lakini huanza namna hii. Kwa kwanza hivi maana yake ni nini? Mpanzu atakuwa anaendelea kufanya kazi kama mshambuliaji bandia, akipata support kutoka kwa washambuliaji wenzake katika mfumo huu ambao ni Libase Gay na Anise Ura, ambao matarajio shambulia yao itakuwa ni maeneo haya, halafu yeye Mpanzu akiwa katika maeneo hayo wakipata support kutoka kwa Cletus Chota Chama Mwamba wa Lusaka, ambaye mara nyingi hucheza nyuma ya mshambuliaji kinara, ingawa yeye katika mfumo huu anaonekana ni kiungo pale kati. Neo Maema matarajio ndiye anayekuwa mbele pale katika ubunifu, Yusuf Kagoma anakuwa pale kati, halafu hawa mabeki wao wakati Ture pamoja na Vedastus Masinde wakija wanaungana na Yusuf Kagoma kuhakikisha hawakumbani na mashambulizi ya kujibu. Lakini wakati huu Duchu Kameta kwenda kuongeza mapana ya uwanja kama ilivyo kwa Nixon Kibabage kwa upande huu wa kushoto. Lakini wengineo Cletus Chota Chama ndo kama nilivyoeleza anakwenda kuwa nyuma ya mshambuliaji kinara, hali ambayo inawafanya Simba muda mwingi katika kucheza hivi wanakuwa juu katika nusu ya pili ya uwanja, wanamiliki zaidi mpira, wanamsuffocate, wanamtesa mpinzani kwa kuwa anakosa muda wa kuanzisha build up, ujenzi wa mashambulizi kutoka katika eneo lake. Lakini wanaposhambuliwa shape inarudi kama ilivyokuwa, ambapo wanapata support ya wachezaji wao wa eneo la kiungo na wengine wote wa juu wanarudi nyuma katika kusaidia kazi ya kuzuia. Hivyo ndivyo ambavyo Simba matarajio wataanza na kikosi cha namna hii, kwa maana kwamba ni 4-3-3. Lakini kwa Tabora, kwa TRA United matarajio kocha Ndairagije kwenye kwanza kwake anakuwa na Amonome, mchezaji wa kimataifa kutoka Gabon akiwa golini. Halafu beki wa kulia anatarajiwa kuwa Isaac Mtengwa, halafu kushoto anatarajiwa kuwa Valente Nouma akiwa kama beki wa kushoto, mchezaji wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi Simba, raia wa Burkina Faso. Katikati matarajio ni kuwa na nahodha Nasri Kombo, lakini eneo ambalo hucheza Shamu Karabu, kwa kuwa wanacheza dhidi ya Simba, hawezi kucheza dhidi ya mwajiri wake wa zamani kwa makubaliano ya timu zote mbili, wakati Simba wakimtoa Shamu Karabu kwa mkopo kwenda TRA United kama ilivyo kwa Mzamiru Yasin. Kwa sababu hiyo matarajio ni kuona mchezaji kimataifa kutoka Uganda Christopher Tibandeke akicheza pale ambapo hucheza Shamu Karabu kwa siku za karibuni. Katika viungo wawili pale kati Jamal Duraz ndiye anatarajiwa kuwapo, halafu anapocheza Mzamiru Yasini matarajio ni kwamba atakuwepo kijana Omari Yusuf, anaweza akawa miongoni mwa wanaoanza kwenye kikosi hiki. Alafu katika washambuliaji, katika viungo watatu wa ushambuliaji matarajio ni kuona Ali Nganzi akiwepo hapo kati ya kulia, Ramadhani Salum Chobwedo matarajio atakuwepo hapa Chobwedo, akiwa upande wa kushoto kuna Joseph Akandwanaho, mchezaji wa kimataifa
kutoka Uganda. Halafu mshambuliaji kinara weza akaanza Ami Mapaka, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika muundo huu matarajio ni kuona Mapaka yeye ndo akienda kupambana kina Vedastus Masinde na Ishmael Olivier Ture, huku nyuma yake kukiwa na Ali Nganzi ambaye anacheza kama mshambuliaji msaidizi nyuma mshambuliaji kinara, akioperate katika maeneo yote haya kati, lakini pia akisubiri kupata mpira wa pili ili kuwaletea madhara wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Joseph Akandwa nao matarajio ni kwamba shambulia yake itakuwa maeneo haya kati ya mabeki Duchu na Vedastus Masinde au Ishmael Olivier Ture pindi wanapokwenda kushambulia, akitoa fursa sasa kwa Valentin Nouma mzuri katika kupandisha mashambulizi kwenda kupiga cross wakati akiongeza mapana ya uwanja, na wakati mwingine anafanya underlapping kwa kuingia hapo ndani. Lakini kwenye eneo la kulia ndicho anachotarajiwa kufanya Mtengwa, Isaac Mtengwa katika eneo hili, huku Salum Ramadhan Chobwedo anafahamika, anajiita winga wa kizamani, lakini kimsingi kwa sababu guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto, huwa akienda hata kama akimaliza kwenye touchline huwa apigi cross, badala yake anageuka na kutumia guu lake la kushoto kupiga hizo cross tatanishi ambazo huwa ni in swinger, kwa maana kwamba zina uwezo wa kuingia ndani pindi zisipozuiwa. Amekuwa hatari sana, ana uwezo mkubwa na Chobwedo huchangia kwa kiasi kikubwa kuvuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani kwa sababu ya uwezo wake wa kupiga chenga, kasi, na anayo nguvu ya kutosha. Ile body morphology inamruhusu katika migongano. Ni winga wa kulia lakini guu lake lenye nguvu la kushoto, kwa hiyo ni kama inverted winger, ingawa mwenyewe hujiita winga wa kizamani kwa maana kwamba yeye wakwenda kuongeza mapana ya uwanja alafu apige cross, lakini kimsingi huwa wakati mwingine anaingia kidogo na kupiga hizo cross au kurejea, maana hatumii ule mguu wake dhaifu wa kulia katika mara nyingi kwenye kupiga hizo cross. Chobwedo amekuwa kwenye kiwango bora sana na mashambulizi ya TRA United kwa kiasi kikubwa huelekezwa sana upande wake. Lakini hapa kati kwa kina Ami Mapaka matarajio ni kuona pia pana ushindani mkali. Lakini kwa hawa walioko nyuma, Omar Yusuf matarajio ni kwamba atakuwa na advance zaidi, alafu Jamal Dullaz atakuwepo maeneo ya kati kuungana na kina Christopher Tibandeke pamoja na nahodha Nasri Kombo kuhakikisha wanakuwa imara, wakati huu mabeki wa pembeni wakiwa mara kwa mara kwenye kupanda ndio wanakwenda kuongeza mapana ya uwanja. Lakini kimsingi kwa sababu Simba humiliki zaidi mpira, matokeo yake ni kwamba matarajio mfumo huu ingawa unaonekana ni 4-2-3-1, lakini kwenye kucheza kiasi kikubwa TRA United watakuwa wanaweka mshonano wa kutosha katika eneo lao. Wachezaji wengi watakuwa na concentrate, wanakuwa kwa kiasi kikubwa kwenye maeneo ya kiulinzi na hivyo kuwaacha mbele nane Ami Mapaka, lakini mara nyingi atakuwa ni Ramadhani Chobwedo akiwa kama one man army wakati anakwenda kushambulia, kwa maana kwamba akibeba mabegani timu yote katika kushambulia, yeye ndo atakuwa ana hold mipira kuwafanya wenzake wasogee mbele wakati anakwenda kushambulia katika baadhi ya nyakati, lakini wakati mwingine atakuwa anafanya majaribio ya kwenda mwenyewe mpaka eneo ambalo litamwezesha kutumia guu lake la kushoto kujaribu kupiga mipira. Lakini aina nyingine ya mashambulizi TRA United wanatarajiwa kuitegemea leo hii ni mipira ya kutenga, kwa sababu wanao wapigaji wazuri akiwemo Valentin Nouma, lakini vile vile Joseph Kandwa nao kuwezesha akina Ami Mapaka kupigania mipira ya juu ili waweze kupata chochote. Matarajio ni kwamba TRA United watazuia zaidi, Simba itamiliki zaidi mpira. Lakini mbali na hawa tunatoka kuwataja kwamba wanaweza wakaanza TRA United kwenye benchi lao, wapo pia nyota kadhaa ambao wanao uwezo wa kuanza katika mechi hii, inategemeana na maamuzi ya mwalimu Etienne Ndairagije. Baadhi yao ni pamoja na striker Kasim Mugoya, lakini kiungo wa kimataifa kutoka Zambia Chanda Chewe anaweza kucheza badala ya Ali Nganzi au akawatumia wote, inategemea. Lakini vile vile beki wa kulia John Lazarus, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria, amekuwa kwenye kiwango bora sana. Akiwa fiti pia anaweza akaanza kama beki wa kulia, nafasi ambayo kwenye mpangilio huu tumeonyesha kwamba yupo Isaac Mtengwa. Wapo nyota kadhaa. Itakuwa vipi? Maana mechi hii tofauti na mechi iliyopita ya ligi kuu Tanzania bara mzunguko wa pili ambayo ilimalizika kwa suluhu, leo piga au garagaza, lazima mshindi apatikane wa kwenda nusu finali. Pakishinda upatikana mshindi ndani ya dakika 90, watakwenda kwenye mikwaju ya penalty kwa mujibu wa taratibu za michuano hii, ili mwisho wa siku kupatikana wa kwenda kucheza nusu finali na Coastal Union ya Tanga ambayo iliwatoa Singida Black Stars kwa mikwaju ya penalty. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share,
una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.